Karibu sana. Leo nataka niwaelekeze jinsi ya kufungua menu ya backup kwenye simu yako ya Android. Ambapo backup inasaidia kwanza kuhifadhi data zako sehemu salama, hasa pindi unapopoteza simu au unapobadilisha simu. Unaweza ukahamisha hizo taarifa zako kuziweka kwenye simu yako hiyo mpya kwa urahisi zaidi, kwa sababu unakuwa unahifadhi hizo taarifa zako zote kwenye Google account yako. Kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi na uwezi ukapoteza kitu chochote cha msingi endapo ukiwasha menu hii. Ambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho niweze kukuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kuwasha menu hiyo na kuweza kuitumia ili usiweze kupoteza taarifa zako za msingi kwa urahisi zaidi. Ambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Let's go. Kuwasha menu ya backup, itabidi uje ufungue ili faili la settings, ambapo utakwenda moja kwa moja huku chini, ambapo kwa baadhi ya simu inakuwa imeandikwa Google au system. Sisi tutakuja hapa kwenye account and backup, ambapo hapa tunaona kuna hii simu yangu. Kwa wale watumiaji wa Samsung inakuwa ina option mbili za kubackup taarifa zako, ambapo kuna ile unaweza ukazibackup kwenye Samsung account yako, lakini pia unaweza ukazibackup kwenye Google account yetu. Sisi tuna backup kwenye Google account kwa sababu tunafundisha kila mmoja mtumiaji wa simu yoyote, ambapo utakuja ubonyeze hapa kwenye sehemu ya backup data. Utakuja hapa alafu unaona kwangu mimi sijawasha backup. Ina maana hapa inatupa option. Unaona hapa neno kubwa kwamba backup, then imeelekeza hapa backup detail, una photo and videos ipo off, then other device data ipo on. Sisi tunawasha hii sehemu ambayo tutaka tuweze kubackup settings zetu, ambapo inasema backup is off. Ina maana tunapaswa tu turn on. Tunabonyeza hapa kwenye hii button, then tunaiwasha. Tunaona hapo mwanzoni nilikuwa nisha backup taarifa zangu nimeziweka kwenye account yangu. Kwa hiyo unaona Google Photos pamoja na videos ambazo zipo kwenye Google account yangu zina GB 1.5, na wakati zile Gmail zote na taarifa zote ambazo zinapatikana kwenye mail yangu zina MB 41. Kwa hiyo ndo njia rahisi ya kuweza kuwasha option hiyo ya backup kwenye simu yako ili uweze kutunza taarifa zako zote kwenye simu yako na bila kupoteza taarifa yoyote. Na kitu cha kukumbusha ni kwamba hapa kuna sehemu ya kuseti unataka ibackup vitu gani, ambapo tunaona yenyewe unaweza ukaiwekea unataka folder gani ndo liwe linakuwa liwe linaingia kwenye Google account yako. Lakini pia inakwambia kwamba picha yoyote na video yoyote ambayo utaisave kwenye hii Google backup haitopoteza ubora wake ule ambao ilikuwa nao mwanzoni. Na unaweza ukaseti option kwamba yani hizi taarifa zako ziwe zinaingia kwenye account yako au zinahifadhiwa kwenye account yako ukiwa tu kwenye wifi. Ukiwa na data zako isifanye hivyo kwa kutumia hii option hapa, ambapo unasema no data au data iwe kiasi hiki au unlimited kabisa. Nadhani nimeeleweka. Kwa hiyo kwa video nyingine kama hizi naomba usisahau kufollow kwenye account yetu.